Naibu Spika wa bunge letu tukufu, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata hii fursa ya kuchangia wizara hii ya kilimo ambayo ni wizara nyeti sana kwa ustawi wa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika taifa letu la Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Pia nimpongeze yeye Mheshimiwa Rais wetu kwa kuwa mgombea pekee wa chama chetu cha Mapinduzi. Tanzania inamwamini, Watanzania wanamwamini, na wanamwamini kwa kazi nzuri ambazo anazifanya katika taifa letu la Tanzania. Ni imani yangu na ni imani ya Watanzania wote kwa ujumla kwamba kama tunavyojua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi, kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya katika nyanja mbalimbali na hasa katika wizara yetu hii ya kilimo, hatuna mashaka hata kidogo kwamba Watanzania watamchagua kwa kura nyingi na kwa kura za kihistoria kwa mabadiliko au kwa mapinduzi makubwa aliyoyafanya ndani ya wizara yetu hii ya kilimo. Sambamba na hilo, nimpongeze Dr. Emmanuel Nchimbi, nimpongeze Daktari Philip Mpango, nimpongeze Rais Mwinyi wa Zanzibar na msimamizi wa shughuli za serikali bungeni, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa pamoja na Naibu Waziri Mkuu Doto Biteko, bila kusahau watendaji wa wizara ambao wanaongozwa na Hussein Bashe. Hussein Bashe ni jemedari aliyesika makali. Hatuna mashaka na ndugu Hussein Bashe kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya katika wizara hii ya kilimo. Kama ambavyo ninaamini hotuba hii ambayo leo Mheshimiwa Bashe ameitoa imesikilizwa na Watanzania wote, na Watanzania wameona kazi nzuri iliyofanyika katika wizara hii. Hongera sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote wa wizara hii ya kilimo. Kama nilivyosema, imesikilizwa na Watanzania wote. Mheshimiwa Bashe, haukuacha kipengele hata kimoja. Umeeleza kwa mapana yake. Na haya yote ulioeleza ni kutokana na maagizo ambayo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kama Waislamu tunaamini ilikuwa ni changamoto. Sukari hakuna. Leo hii hatuzungumzii tena, tunazungumzia changamoto kwa kiasi kidogo sana. Hongera sana kwa hilo. Lakini sambamba na hilo, tunataka tuzungumzie swala la mbegu. Kuhusiana na swala zima la mbegu, sasa hivi kama nchi, kama taifa, tunazalisha wenyewe mbegu zaidi ya 80%. Asilimia iliyobaki ni kidogo tu ambayo tunaomba kutoka nje. Na mbegu ndio kila kitu katika usalama mzima wa chakula. Hongera sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo unaifanya. Sambamba na hilo, kuhusiana na swala la uzalishaji wa mbegu. Lakini mbegu hizi ambazo tunazalisha, kama tunavyosema, tunazalisha wenyewe na nyingine zinatoka nje.
kuna suala zima la mbegu zetu za asili. Mbegu za asili ni kitu muhimu kwa nchi na ni kitu muhimu kwa taifa lolote lile. Kila mtu lazima awe na kitu chake. Wakoloni walipokuja kututawala walitugawa katika mataifa, na walipokuja kutugawa katika mataifa walisema vitu vyote sisi havina maana, vitu vyote ni vya kishenzi. Sasa kutokana na hili, hata kwenye suala la mbegu wametutengenezea mikakati tusiwe na vyetu. Kwa hiyo leo tukiwa na mbegu zetu itatusaidia sana kuondokana na ule utumwa. Asante sana kwa kunisikiliza. Naunga mkono hoja kwa 100%. Naipongeza sana serikali, nampongeza sana Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaingia kwenye uchaguzi, tunakuombea urudi tena, tunawaombea wabunge wote warudi tena ili tuendelee kuchapa kazi kwa maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Asanteni sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Anne Kilango, jiandae. Mheshimiwa Katani, jiandae.